katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, makao makuu, barabara ya Sam Nujoma, Mwenge, Dar es Salaam. Jumapili ni siku ya Bwana. Inafurahisha siku hii kuwa miongoni mwa maelfu ya watu waliokusanyika mahali pamoja wakimsifu Mungu kwa nyimbo nzuri na kumwabudu katika roho na kweli. Malaika alishuka kutoka juu, akalivingirisha jiwe na akalikalia. Walinzi wote nao walitetemeka, kwa wingi wa hofu wakawa kama wafu kabisa. Alitenga giza na nuru, siku ile ya kwanza alikaumba ulimwengu. Bwana Yesu ndiye nuru ya ulimwengu, siku ya kwanza ya juma ndiyo aliyofufuka. Akitofautisha na manabii wengine, mitume na watakatifu waliotangulia, na wote waliokwisha kufa katika imani watafufuka kwenda mbinguni. Ingia siku ya Bwana, tunaishangilia na kuifurahia. Amefufuka kayafanya mambo yote, yamekuwa mapya, tusema hii ni siku ya Bwana. Katika kaseti hii utasikia mafundisho ya neno la Mungu katika siku mojawapo ya Bwana, yakiletwa kwetu na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, Askofu Zakaria Kakobe. Hakika hutakuwa ulivyo baada ya neno hili lililojaa nguvu ya Mungu. Fungua moyo wako kupokea chakula cha kiroho. Tunapomkaribisha sasa Askofu Zakaria Kakobe. Tumwombe Mungu. Mungu wetu, na kila sababu ya kukushukuru Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu unatupenda. Na wakati wote unapotukusanya nyumbani mwako, una makusudi ya kusema nasi kama wana, ili yamkini tupate kujifunza kutoka kwako, ili yamkini kwa hekima yako tupate kuinuliwa, tutoke katika kukosa maarifa. Maana neno lako linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na kwa sababu umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe. Hatutaki kuyakataa maarifa, ndio maana tuko hapa, ili yamkini kwa maarifa yako tupate kujua yatupasa kufanya na kuwa washindi katika maisha haya na yajayo, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu tusaidie basi, ili yamkini tupate kulielewa neno lako, na kwa kulielewa sidi kuwekwa huru, tena huru kweli kweli, katika jina la Yesu. Amen. Vema sana. Somo letu la leo lina kichwa mapambano katika uwanja wa fikra. Mapambano katika uwanja wa fikra. Ni muhimu kwa kila mmoja wetu kufahamu kwamba tuko katika mashindano. Wanadamu wote
tuko katika mashindano. Katika dunia hii tunayoishi, kila siku tunaishi katika mashindano. Ndio maana Paulo mtume tena na tena anazungumzia kwamba maisha yake yalikuwa maisha ya mashindano. Katika Wafilipi kwa mfano, sura ile ya kwanza mstari wa 30, Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 30, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 mstari ule wa 24 mpaka mstari ule wa 25, vivyo hivyo anazungumzia maisha na kuyafananisha na watu wanaopiga mbio katika mashindano. Lakini anatoa ufafanuzi kwamba kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, kwa maana hatushindani na watu, hao ndio wanaitwa damu na nyama, lakini tunashindana na falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika Waefeso sura ile ya 6 tujikumbushe juu ya mashindano yetu. Waefeso sura ile ya 6 mstari ule wa 11 mpaka mstari wa 13. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu, angalia maneno hayo, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Siku ya uovu ni siku ambayo shetani atakuwa amekusudia kututenda mabaya, kututenda maovu, kututenda yale yasiyopendeza. Kwa hiyo kushindana kwetu ni juu ya shetani na wasaidizi wake. Sasa basi, ni muhimu kwa kila mmoja wetu kuelewa jinsi shetani anavyofanya kazi. Mashindano ya shetani dhidi yetu hufanyika katika uwanja wa fikra. Ndio maana somo letu lina kichwa mapambano katika uwanja wa fikra. Mapambano ya shetani dhidi yetu hufanyika katika mawazo yetu, ndio fikra. Hufanyika katika mawazo yetu. Mawazo au fikra zetu ndio uwanja wa mapambano kati yetu na shetani na wasaidizi wake. Lolote lile tunaloliona katika maisha yetu, jinsi tunavyoishi katika mwili na katika roho, kushinda kwetu au kufanikiwa kwetu kiroho au kimwili, kushindwa kwetu au kutokufanikiwa kwetu, kunategemeana na
mapambano yaliyofanyika katika uwanja wa fikra. Tumepambana namna gani katika uwanja ule? Kama tumepambana na shetani na wasaidizi wake katika mawazo tukamshinda, basi tutaonekana tumeshinda katika mwili, tena tutaonekana tumeshinda katika roho pia. Mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka, yani wanadamu wote, wanakuwa katika mapambano haya. Kwa mfano, tukiona kwamba wako watu ambao hawajaokolewa wanaotuzunguka, hatuna budi kuelewa watu hawa hawajaokoka kwa sababu wameshindwa katika mapambano katika fikra zao. Na Biblia inasema shetani, ambaye anaitwa pia mungu wa dunia hii, amepofusha fikra zao wasioamini. Wakorintho wa pili sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari ule wa Wakorintho wa pili sura ile ya 4 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4 tunasoma: lakini ikiwa injili yetu imesitirika, yani imefichika, imesitirika yani imefichika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao mungu wa dunia hii, yani shetani, mdogo kwenye mungu wa dunia hii, amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Amepofusha fikra zao wasioamini. Shetani ataleta mawazo ndani ya mtu ambaye hajaokoka. Hayo ndio mapambano yenyewe. Analeta mawazo, anamsigizisha mtu mawazo, na mtu yule akishayaamini yale mawazo ya shetani, tayari ameshindwa yale mapambano. Na kama tunavyoweza kuona, tunahubiri injili, tunahubiria injili watu ambao hawajaokolewa. Kwa mfano, baada ya kuhubiri injili, tunawaambia wakati shauri. Umesikia injili hii sasa na kujua kwamba kuna moto milele unamkabili mtu mwenye dhambi. Kwa hiyo kata shauri kumpokea Yesu ndani ya moyo wako, akutawale, ili yamkini upate kutawala na yeye milele na milele mbinguni. Tunahubiria, maana yake tunawapelekea mawazo watu hawa wanaosikia, tunawapa nafasi ya kuyatafakari, alafu tunawaambia wakate shauri kufuata kile tulichowahubiria, tulichozungumza nao. Na shetani hivyo hivyo siku zote katika maisha yetu, kwa kujua au kwa kutokujua, shetani huwa anatuhubiria mchana na usiku, na tunakuwa na nafasi ya kukata shauri. Tukikata shauri kuyaamini yale aliyoleta katika mawazo yetu, tukajua huo ndio ukweli, tayari tumeshindwa, kwa sababu tumekata shauri kumfuata yeye ambaye ni mwongo, kumfuata yeye ambaye hatutaki mema. Tumekata shauri kumfuata yeye ambaye siku zote ni muuaji, kazi yake ni kuharibu. Na
Hapendi kuona tunafanikiwa kwa lolote, lakini anafurahia kuona tunakufa, anafurahia kuona tunaugua. Kwa hiyo tukishakata shauri kuyafuata yale aliyotushawishi katika mawazo yetu, aliyoyaleta katika mawazo yetu, aliyozungumza na sisi katika mawazo yetu, tayari tumekwisha shindwa. Na lolote lile litakaloendelea katika maisha yetu, kwamba tutaendelea kuugua, tutaendelea kuteseka, tutakuwa maskini, tutakuwa hatupigi hatua katika mambo ya rohoni, hatutafanikiwa kiroho kwa namna moja ama nyingine, yote yatakayokuwa yanaonekana katika maisha yetu yatakuwa ni matokeo tu ya mapambano yaliyokuwako katika fikra zetu. Biblia inasema katika Wakorintho wa pili sura ya 11, Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari sasa wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 3. Lakini nachelea, naogopa, nina mashaka na wasiwasi, kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Lakini nachelea, kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Tukimwona mtu alikuwa ameokolewa, alafu ameacha wokovu, ameacha usafi aliyokuwa nao, alikuwa mwombaji, sasa sio mwombaji tena, alikuwa anaishi maisha yaliyo mbali na dunia, anaenda sawa sawa na neno, lakini sasa amewacha usafi wake huo. Hayo tunayoona kumbe ni matokeo tu ya nyoka kumdanganya na kuziharibu fikra zake. Kumbe ikiwa tunataka kuishi maisha ya ushindi, hatuna budi kuzilinda sana fikra zetu. Hatuna budi kuangalia kwa uangalifu mkubwa juu ya yale yanayotawala katika mawazo yetu. Na tujiulize, je, tunawaza nini? Je, kuwaza huku kunatokana na kukata shauri kuyafuata mawazo ya shetani ambaye hatutakii mema, au mawazo yetu yanaambatana na mawazo ya Mungu ambaye anasema anayajua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo ya mema, ni mawazo ya kutupa tumaini siku hizi za mwisho? Tunawaza nini? Mawazo yetu yanaambatana na mawazo ya shetani, au mawazo yetu yanaambatana na mawazo ya Mungu? Ikiwa mawazo yetu yanaambatana na mawazo ya Mungu, basi tumeshinda. Maana yake tumekwisha mshinda yule mwovu. Lakini ikiwa mawazo yetu yanaambatana na mawazo ya shetani, tumekwisha shindwa tayari. Yeremia 29 mstari wa 11, haya ndio mawazo ya Mungu. Yeremia 29 mstari wa 11, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Angalia mawazo ya Mungu, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya,
kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mawazo ya Mungu ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya. Wakati wote mawazo ya Mungu yanatupa tumaini. Unaweza kuona. Kumbe basi, mahali hapa tunajifunza jambo hili la muhimu sana. Tunajifunza jambo hili la muhimu sana. Wakati wote hatuna budi kuangalia mawazo yetu yanaendana na mawazo ya Mungu, au tumekubali kukata shauri na na tumeyakubali mawazo ya shetani yatutawale. Tupige hatua kutoka hapo. Kuna mstari mmoja ambao kila mmoja wetu hanabudi kufahamu kwa kichwa na kutafakari kwa kichwa tena na tena. Kama mtu awazavyo ndani ya moyo wake, ndivyo alivyo. Mstari huo unapaswa kusomeka hivyo. Mithali sura ya 23. Mithali sura ya 23 mstari ule wa 7. Mithali 23 mstari wa 7. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mstari huo katika Biblia ya Kiingereza, tafsiri ya King James Version, unatoa maana halisi. For as he thinketh in his heart, so is he. Kama anavyowaza katika moyo wake, ndivyo alivyo. Kama anavyowaza katika moyo wake, ndivyo alivyo. Tunamwona mwanamke huyu alivyo, tunamwona mwanaume huyu alivyo. Kumbe jinsi alivyo ni matokeo ya kuwaza katika moyo wake, ni matokeo ya kuwaza katika nafsi yake, ni matokeo ya mapambano katika uwanja wa fikra. Mawazo ya shetani yaliyokuja ndani mwake yamemshinda, na hivyo amekata shauri kuyafuata, na kwa sababu hii ndivyo alivyo sasa. Fikra zozote, chochote kinachotokana na fikra kinaweza kutufanya tufurahi au tufadhaike. Kile kilichokuja katika fikra, katika mawazo yetu, kinaweza kutufadhaisha au kikatufanya tufurahi, tuchangamke. Kinaweza kutufanya tupige hatua zaidi ya kiroho au turudi nyuma kiroho. Tunaweza kuona ikitajwa tena na tena katika Daniel, fikra zikamfadhaisha. Zitamfadhaisha mtu wa Mungu, na tena zitamfadhaisha yeye asiye mtu wa Mungu. Tunaona zikimfadhaisha Daniel mtu wa Mungu, tena zikimfadhaisha Belshaza ambaye hajaokoka, ambaye si mtu wa Mungu. Katika Daniel sura ile ya 4 kwa mfano, mstari ule wa 19, Daniel sura ile ya 4 mstari wa 19, utaweza kuona hapa inazungumzia juu ya Daniel. Ndipo Daniel aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha. Amehadithiwa habari ya ndoto. Baada ya kusikia mtu huyu anajieleza, Nebukadreza, niliota ndoto, nikaona hivi, nikaona vile, nikaona hivi, nikaona vile. Anasikiliza kwa makini kila anachoelezwa, kinaingia katika fikra zake. Baada ya kuingia akakitafakari, baada ya kuingia katika fikra zake akakitafakari, matokeo yake anafadhaika. Fikra zake zikamfadhaisha. Mtu wa Mungu,
fikra zake zinamfadhaisha. Tena katika Daniel sura ile ya 7 vile vile tunaona Daniel huyo Daniel sura ya 7 mstari ule wa 28 hapa malaika anazungumza naye juu ya maono aliyoyaona. Anamweleza juu ya mambo mengi yanayoambatana na yale maono. Mfalme mmoja atatokea, baada ya huyo atakuja mwingine na kadhalika. Baada ya yote yale anayoyasikia yanayokuja katika fikra zake, matokeo yake fikra zinamfadhaisha. Mstari wa 28 Daniel 7:28, huu ndio mwisho wa jambo lile. Nami Daniel, fikra zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini naliliweka jambo hilo moyoni mwangu. Hapa tulipo tunasikia neno, lakini kila mmoja wetu yuko tofauti. Wako wengine ambao tumekuja katika ibada hii tukiwa tumefadhaika. Tumekuja tu kwa sababu ni Jumapili, tunatakiwa kuwepo katika nyumba ya Bwana, lakini wengine haikuwa rahisi hata kuja nyumbani mwa Bwana. Hatuna changamko, wakati mwingine wiki nzima hii, wakati mwingine siku 2 3. Hatuna furaha ndani mwetu, na hata hivi tunasikia neno hili, fikra zetu zikiwa zimetufadhaisha. Na tuko hivi tulivyo, hatuna changamko, hatuna furaha ndani mwetu, kwa sababu yako mambo tuliyosikia ambayo tuliyosikia, baada ya kuyasikia yakajaa katika mioyo yetu, yakajaa katika fikra zetu, na baada ya kuyaweka moyoni, matokeo yake tukafadhaika. Fikra hizo zikatufadhaisha, tukawa hatuna raha tena kama mwanzo, tukawa hatuoni hata maana ya kula, kwa sababu ya fikra zimetufadhaisha. Tukiwa tumefadhaika hivyo, kimsingi tumeshindwa, na shetani ameshinda. Lolote lililo baya linaloletwa kwetu katika mawazo linatokana na shetani na wasaidizi wake, ambao wana lengo la kutufadhaisha, kutufanya tuishiwe nguvu, tuishiwe tumaini, tukose amani. Tunakumbuka kwamba mawazo ya Mungu wakati wote kazi yake ni kutuletea amani, wala si ya mabaya. Tena kazi yake ni kutupa tumaini. Ndio mawazo ya Mungu. Kwa hiyo mawazo yoyote ambayo hayatupi amani ni ya nani? Ya shetani. Mawazo yoyote ambayo ni mabaya ni ya nani? Ndio. Mawazo yoyote ambayo hayatupi tumaini ni ya nani? Ndivyo tunavyoweza kujua kwamba haya mawazo yanatoka kwa nani. Na kama yanavyokuja tu kwetu, tunavyokuwa tunatafakari, mara moja lazima tuweke misingio. Je, yanatupa tumaini au yanatukatisha tamaa? Yanaashiria mema mbele yetu au hayaashirii mema mbele yetu? Yanatuletea amani au yanatukosesha amani? Hapa tunaweza kujua tayari kwamba yanatokana na adui ambaye anapambana na sisi katika ulimwengu wa fikra, katika uwanja wa fikra. Unaweza kuona kumbe basi hatuna budi
kuwa waangalifu sana vile tunavyowaza, kwa sababu vile mtu awazavyo ndivyo alivyo. Kwa hiyo watu ambao hawajaokoka kwa mfano wataletewa mawazo na shetani kwamba haiwezekani kabisa mtu kuokoka akiwa duniani kabisa. Hilo jambo hilo haliwezekani. Mtu anawezaje kuokoka hapa duniani? Kuokoka ni mbinguni ukisha kufa. Hili swala la kwamba unaweza kuishi hapa duniani ukaokoka, ili haliwezekani kabisa. Na mtu huyu hataki kusikia habari za wokovu tena, kwa sababu kama vile anavyowaza ndani ya moyo wake kwamba hakuna kuokoka duniani, ndivyo alivyo. Ameshasikia yale mawazo akayakubali, kwa hiyo ndivyo alivyo. Anaweza kubaki hivyo hivyo bila kuokoka mpaka Yesu anarudi, kwa sababu ameyasikia mawazo ya Ibilisi akayakubali, mawazo ambayo hayaleti amani ya milele, mawazo ambayo yanamtakia mabaya, mawazo ambayo hayampi tumaini katika siku zake za mwisho. Amesikia mawazo yale akayaweka ndani ya moyo wake akayakubali, ndivyo alivyo. Ili vile yanakuja mawazo ndani mwetu. Tuna virusi vya ukimwi, tutaugua ugonjwa wote tule, kansa na magonjwa mengine ambayo tumehangaika kwa madaktari hayana dawa. Uwanja wa vita, uwanja wa mapambano ni katika mawazo. Katika mawazo tunapokea nini? Hii habari sahau kabisa. Kufa lazima watakufa. Kufa lazima watakufa. Sahau kabisa. Hayo mawazo, je, yanatupa tumaini? Mawazo hayo, je, yanatupa amani? Mawazo hayo, je, ni ya mema? Kwa hiyo tunajua yanatoka wapi? Tunajua yanatoka wapi? Huwezi kupona hata ufanyaje. Swala la wewe kupona haliko. Swala la wewe kupona haliko kabisa. Huwezi kupona. Mawazo hayo kwamba huwezi kupona yanatupa tumaini? Yanatupa amani? Ni ya mabaya au ni ya mema? Kwa yanatoka wapi? Sasa tukiamua kukata shauri kuyakubali, kimsingi tumeshindwa mapambano, na tutafadhaika. Zile fikra zitatufadhaisha. Tunakuja mahali kama hapa, hatuna raha tena, hatuna changamko tena, kwa sababu tunawaza sasa kufa. Sasa tunawaza kufa. Kwa hiyo sana sana tunawaza jinsi ya kujiandaa kwa hicho kifo. Tumekwisha kata shauri kufa. Tumehubiriwa juu ya kifo, tukaipokea yale mahubiri ya shetani kuhusu kifo, tukayakubali. Kwa hiyo tunajiandaa kuhusu hicho kifo. Na kanuni iko hapo, kama vile mtu awazavyo ndani ya moyo wake ndivyo alivyo. Wewe kuolewa haiwezekani kabisa. Wewe kupata kazi haiwezekani kabisa. Wewe kushinda mtihani haiwezekani kabisa. Wewe kuwa na uwezo darasani ni kitu kisichowezekana kabisa. Wewe akili zako ni mbovu. Hamna kitu ndani mwako. Katika watu wote hapa wewe ndio mtu ambaye una akili kuliko watu wote. Hayo ni mawazo yanayotupa matumaini, ni mawazo yanayotupa amani, ni mawazo ya mema. Kwa hiyo yanatoka kwa nani? Kwa hiyo tukikata shauri, maana yake tumekwisha shindwa katika mashindano.
tumeshashindwa katika mashindano, na kama tunavyowaza ndivyo tulivyo. Wewe sana kusema unaweza kufanikiwa, haiwezekani kabisa kufanikiwa kama unaweza kufanikiwa katika biashara. Hamna. Katika ukoo wako wote nani aliyewahi kufanikiwa? Hakuna aliyewahi kufanikiwa katika ukoo wako wote. Baba yako unamfahamu, ndivyo alivyo, ni hai tu. Babu yako ndio kabisa, na mjomba na shangazi. Kuna nafuu? Hakuna nafuu yote. Tunafahamu kwamba hata kile shamba lake dogo lilikuwa nalo aliliuza, na saizi anakaa tu kwa jirani, na hakuna wa kufanikiwa. Na wewe ni hivyo hivyo, unakata shauri yeye, na mimi ni hivyo hivyo. Kama unavyowaza nafsini mwako ndivyo unafikua. Mungu akishaweka kanuni, ni sheria. Hii ni sheria. Akishaweka kanuni, ni kanuni ile, ni sheria. Sasa na jiwe ukilitupa kwenda juu lazima litarudi chini, ni kanuni. Kwa hiyo tutaendelea kukaa katika mateso yetu, tutaendelea kukaa katika mahangaiko yetu, kwa sababu tumekata shauri kuyafuata mawazo ambayo ametuletea nyoka na kutudanganya. Kumbe basi hapa ndipo kuna mapambano. Wewe unafikiri yule mume anaweza kuokoka? Haiwezekani. Unafikiri yule mwanaume anaweza kumwacha yule mwanamke akurudie wewe? Haiwezekani. Hii sahau kabisa, ni kitu hakiko. Unafikiri unaweza wewe kuishi bila yule mwanaume? Haiwezekani, utakufa tu. Unafikiri mawazo hayo yote yanatoka kwa yule mwovu ambaye hatukii mema. Kumbe basi tunatakiwa kufanyaje wakati yanapotujia hayo, kama alivyomjia Ayubu? Ayubu alipewa ushauri, zifikiri kazi za Mungu, yafikiri matendo ya ajabu ya Mungu, fikiri uwezo wake, tafakari nguvu zake, tafakari mawazo yake, usitafakari mawazo ya shetani. Wewe Ayubu, na mambo yote mazuri uliyomfanyia Mungu na mei, ndio mwisho wake hivi. Angalia sasa, lazima utakuwa umefanya dhambi mahali, maana yake yote aliyokuwa anafanya hayakuonekana yana maana mbele za Mungu. Ndio maana umepatwa na majipu, ndio maana mifugo yako yote imeteketezwa, ndio maana utajiri wako wote umepukutika kwa wakati mmoja, watoto wako wote 10 wamekufa kwa siku moja. Basi na hivi ulivyo, namna ndio nakufa hivi ulivyo. Wakati yale mawazo yanakuja, akaelezwa usifikiri hayo, usiyatafakari hayo, lakini wewe zifikiri kazi za ajabu za Mungu. Ayubu sura sasa ya 37. Ayubu sura 37 mstari ule wa 14. Ayubu 37 mstari wa 14. Sikiliza neno hili, Ayubu. Simama kimya, uzifikiri kazi za Mungu za ajabu. Simama kimya, uzifikiri kazi za Mungu za ajabu. Pamoja na hayo yote yanayokupata, acha kufikiri habari za kufa kwako. Acha kufikiri kwamba wewe ni mbaya ndio maana unakupata haya. Acha kufikiri juu hayo ambayo hayakupi tumaini, hayakupi amani, ni ya mabaya. Lakini zifikiri kazi za ajabu za Mungu. Tena lifikiri neno lake,
liwaze neno lake, maana neno lake ndiyo jumla ya mawazo ya Mungu. Neno la Mungu vile vile linaitwa shuhuda zake. Yule unayemshuhudia, kama hivi tunavyosema, ninakwenda kuwashuhudia watu, maana yake ninakwenda kueleza maneno ambayo mimi mwenyewe nimeyaishi. Tunakwenda kushuhudia habari za wokovu ambao mimi mwenyewe nimeokoka. Kwa hiyo kushuhudia kimsingi kunazungumzia ni neno jingine la kuzungumzia kuhubiri maneno ya Mungu. Kwa hiyo maneno ya Mungu vile vile yanaitwa shuhuda zake, yanaitwa shuhuda za Mungu. Sasa Biblia inasema hivi katika Zaburi 119, Zaburi 119 mstari wa 97 mpaka mstari wa 99. Zaburi 119 mstari wa 97 mpaka 99. Sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Maagizo yako unitia hekima kuliko adui zangu, kwa maana ninayo siku zote. Ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Maana yake neno lako ndilo ninalolifikiri, neno lako ndilo ninaloliwaza. Kaka zangu, dada zangu, ni muhimu kuelewa kwamba tunapoletewa mawazo na shetani katika fikra zetu, hatuna budi kuwaza mawazo ya Mungu. Hatuna budi kuliwaza neno lake. Tukiliwaza neno lake, tukiwaza mawazo yake, ndipo tunapokuwa tumeshinda katika mapambano. Na katika mwili tutabadilika tu, kwa sababu hivi tunavyokuwa katika mwili ni matokeo ya mawazo, ni matokeo ya fikra. Tukishabadilisha tukufikiri kwetu, tukafikiri kama anavyofikiri Mungu, tukafikiri kama neno lake, kama shuhuda zake zilivyo, hatimaye mwili wetu ndivyo utakavyokuwa. Hatimaye maisha yetu ndivyo utakavyokuwa, kwa sababu ni kanuni. Unaweza kuona. Kwa hiyo kaka zangu, dada zangu, ni lazima kuwa makini sana katika kufikiri kwetu. Shetani anapoleta kwa mfano mawazo kwamba unaona umeibiwa vitu vyote sasa, na juhudi yako yote na bidii yako yote, angalia umekuja nyumbani ukakuta amesafisha vitu vyote majambazi, bila shaka una matatizo. Maana kama kweli Mungu angekuwa anafurahia utendakazi wako na juhudi yako, ungeibiwa hivi kweli? Kwani alishindwa kuvilinda? Fikra zile zinakufadhaisha, na una hiari ya kuchagua kwamba sasa naamua kukubali kwamba kweli nafikiri lazima kuna tatizo. Matokeo yake leo nakuja unauliza, mtumishi wa Mungu, hivi haya yote yanayonipata si lazima kutakuwa na mahali nimekosea? Swali lako linatokana na kukata kwako shauri, kufuata uongo wa ibilisi, kwamba amekupata kwa sababu umekosea mahali, wakati unajua mwenyewe hujakosea, lakini umeshawishiwa kichwani mpaka unaanza kuumbiwa hivyo. Ayubu lazima atakuwa amekosea mahali, ndio maana mapigo yanakupata, wakati unajua kabisa umekuwa naishi maisha yanampendeza Mungu kadiri ya kile unachokijua. Sasa hiki ambacho kijua, ambacho unashawishiwa mpaka unakikubali, tayari umeshadanganyika, umeshindwa katika fikra. Kaka zangu, dada zangu, ni muhimu kuelewa kwamba tukifikiri kazi zake za ajabu, tukifikiri vile anavyofikiri Mungu juu yetu, kwamba anataka tupone, anataka tuwe na uzima, tena tuwe na tele, anatuwazia mema, yeye ni mponyaji kwetu, yeye ni uzima kwetu, shetani si chochote kwake, ina maana tutayapuuza yale mawazo yanayokuja kwetu na kuyakubali. Na
sio hilo tu, lakini ni muhimu kuelewa kanuni nyingine. Mungu anasema Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Chochote apandacho mtu, sio mtu tu kama unavyoona. Hiyo ni kanuni, ni sheria nyingine. Hapo inamhusu mtu ambaye hajaokoka na mtu ambaye ameokoka. Inamhusu na shetani vile vile. Yaani inawahusu wote. Kila unachokipanda kikiwa kibaya utavuna kibaya, kikiwa kizuri utavuna kizuri. Na katika sheria hiyo mavuno siku zote yanakuwa mengi zaidi kuliko kile unachokipanda. Ukienda kupanda mbegu 10 za mahindi, uvuni mbegu 10 za mahindi, lazima utavuna mbegu nyingi. Na ni muhimu kuelewa vile vile kwamba shetani akiiba chochote kwetu, ameshapanda ule wizi, ameshapanda, lazima atavuna mabaya ambayo ni matokeo ya kupanda kwake. Lazima atavuna kile kinachokuwa kibaya kwake ni kizuri kwetu. Ayubu ilikuwaje? Kwa Ayubu maandiko nasema katika mwisho mapambano yake katika fikra, akumwazia Mungu kwa upumbavu. Maandiko nasema hivyo, akumwazia Mungu kwa upumbavu, maana yake fikra zake ziliendelea kuwa sahihi juu ya Mungu, na akajua shetani si chochote si lolote, mteteaji wangu yu hai. Na alipoendelea kuwaza vizuri na kupuuza yale aliyokuwa nakuja kichwani mwake, mstari wa 10 Ayubu 42, Ayubu 42, kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu. Hapo alipoombea rafiki zake, Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Mstari wa 12, basi hivyo Bwana akawabarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Akawabarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000. Mwisho wake alikuwa na kondoo wangapi? 14,000. Mwanzo wake alikuwa na kondoo wangapi? Mwanzo wake kabla ya wale kondoo kuharibiwa na Ibilisi, katika Ayubu sura ya 1 mstari wa 3, mali yake nayo alikuwa ni kondoo 7,000. Mwanzo alikuwa na kondoo 7,000, sasa akawa na kondoo wangapi? 14,000. Alafu ngamia mwisho wake akawa na elfu ngapi? 6,000. Mwanzoni alikuwa na ngamia 3,000, mstari ule wa 3 Ayubu 1. Alafu jozi za ng'ombe 1,000. Hapo mwanzo alikuwa na jozi za ng'ombe 500. Punda 1,000. Hapo mwanzo alikuwa na punda 500. Unaona, mara 2 zaidi. Kwa hiyo shetani alijifanya mjanja, akapanda mabaya, sasa akavuna mabaya mara 2 zaidi, kwa sababu yale fikiri sasa anamaliza huyu, lakini kwa sababu fikra zake aliziweka sawa kwamba shetani, wewe umeniletea hiki na hiki, utavuna tu ulichokipanda. Shetani, wewe umeniletea hiki na hiki, utavuna ulichokipanda. Manake utaona jinsi ambavyo unafikiri umenimaliza, ndio utaona sasa nitakavyofanikiwa mara 2 zaidi. Na kweli akavuna mara 2 zaidi. Akavuna mara 2 zaidi. Kile anachokipanda mtu lazima atakivuna. Kwa hiyo hiyo ndio kanuni. Na alipokwenda Yesu Kristo, alipokwenda kwa Zakayo, Zakayo akasema, ikiwa nimemdhulumu mtu, ikiwa nimemnyang'anya mtu, namrudishia. Siku zote katika kurudishiwa kanuni ni hiyo, hutarudishiwa kile, lazima utazidishiwa katika kurudishiwa. Lazima utazidishiwa katika kurudishiwa. Katika Luka juu ya Zakayo tunaona anazungumza, hii ndio kanuni ambayo ilikuwepo tu wakati wote wa Torati.
katika mstari ule wa 8, Luka 19:8, Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Ikiwa nimemnyang'anya kitu huyu kwa hila namrudishia mara ngapi? Kumbe shetani akitunyang'anya kitu kwa hila, kanuni hiyo, sheria hiyo, lazima tukirudishiwa, haturudishiwi kile kile, tunarudishiwa mara 4. Kumbe basi tunafadhaika nini? Ikiwa tumenyang'anywa afya zetu, kuanzia sasa hivi lazima tujiweke tayari kurudishiwa. Tujiweke tayari kufanya nini? Sio mara moja. Mara ngapi? Mara ngapi? Kwa hiyo fikra zinatufadhaisha katika nini? Kwa nini tufadhaike? Kwa sababu sisi ndio washindi. Kwa maana nyingine, huyu aliyetuibia, aliyetunyang'anya kwa hila na kufikiri anatukomoa, anajikomoa mwenyewe, kwa sababu amepanda, lazima atavuna. Lazima tutarudishiwa mara ngapi? Lazima tutarudishiwa mara ngapi? Shetani anatuletea mawazo sana 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 sana. Mwanangu amefariki, basi kila ukitembea tu ni mawazo tu, mtoto amefariki, mtoto amefariki, hata huwezi kula. Yani ni kama basi maisha yote tena hakuna namna, huyu ndio alikuwa msaada wangu, nani mwingine atanisaidia? Hakuna mwingine wa kunisaidia. Baba yangu amefariki, mama yangu amefariki, basi nimebaki. Mume wangu amefariki, basi nimebaki. Wakati wote tu fikra zinakufadhaisha kwamba basi hakuna matumaini. Umenyang'anywa, lazima utarudishiwa mara 4. Lazima utarudishiwa mara. Mume kama ameondoka, mtoto kama ameondoka, alikuwa anakusaidia, unatakiwa kujua kanuni ni kwamba Mungu atakuletea wengine, hata kama hatakuwa ni mume ndani ya nyumba yako, lakini atakuletea wengine ambao atakuwa msaada kwako mara 4 zaidi. Hiyo ndio kanuni. Mtoto wako ameondoka, yeye alikuwa msaada sana kwangu, ujue wanakuja watoto wako wengine 4. Mwisho wako lazima utakuwa mzuri kuliko ule wa kwanza. Sasa unafadhaika nini? Lakini hivyo unavyowaza na kukata shauri kuyakubali mawazo ya shetani, ndivyo unavyojimaliza, ndivyo utakavyokuwa. Yani sasa utakufa kabisa hapa. Sasa hakuna namna ya kuishi, utakufa tu. Huyo anayekuletea mawazo hayo ya kufa hutapona, ya kufa hutapona, anataka kukushinda katika fikra. Unatakiwa kumweleza na yeye, uzungumze na yeye kwa neno, sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Bwana. Yeye alikuja ili niwe na uzima, tena niwe nao tele. Tena unamwambia, hiki unachokipanda ndani ya mwili wangu utalipa, utarudisha mara. Waendelea tu. Sio, nakumbuka kwa Ayubu kilitokea nini? Isilionekana amemaliza kabisa, kondoo wake wote wakamaliza, mwisho wake ilikuwa nini? Kwa hiyo kuku wako ukikuta umeibiwa wote, ng'ombe wako ambaye ndio alikuwa anakupa riziki kwa maziwa, umekuta amechinjwa na wezi na nyama yake wamekuachia nani pale, makombo ya nyama kwenye zizi, ili ujue amechinjiwa hapo. Cheka moyoni. Unapoona fikra zinakuja kukufadhaisha, mwambie utalipa. Chochote apandacho mtu ndicho. Ni rahisi tu. Ukimkuta mwanamke anatamba mitaani, kiko wapi? Mwanaume wako ni naye, utalipa mara 4. Wala huna haja hata kuzungumza naye, kumwambia. Lakini wewe pambana katika uwanja wa fikra kwamba huyu anayetamba hajui. Ukimnyang'anya mtu kitu, ukimnyang'anya mume wa mtu, utalipa mara. Kwa hiyo furahi, ngojea malipo.
Acha kuhangaika, oh yule mtu mbaya, yule mtu mbaya, yule amenifanyia hivi, yule amenifanyia hivi. Amepanda, lazima atavuna. Mungu hadhihakiwi. Mungu ni mhukumu wa haki. Kama wanadamu wanakuonea, Mungu haonei kamwe. Mungu anampa kila mtu sawa sawa na yale aliyoyatenda. Anampa hata shetani sawa sawa na aliyoyatenda. Kwa hiyo ni lazima utalipwa. Kwa hiyo achilia mbali yale mawazo yanakuletea fadhaa. Mpaka unatembea umefadhaika, mpaka umetembea unajiona yani mimi ni wakufa kufa. Umekata shauri muda mrefu kwa shetani. Ndio maana uko hivi ulivyo. Hivi ulivyo ni matunda ya kukata kwako shauri. Vile unavyowaza ndivyo ulivyo. Uko tayari kubadilika leo? Uko tayari kubadilika leo? Kwamba wewe utakuwa maskini tu. Utakuwa maskini, huwezi kufanikiwa. Mungu anasemaje? Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Mungu anataka roho zetu zifanikiwe. Wewe huwezi kuwa mwombaji, wewe huwezi kufanya chochote kile, huwezi kutenda kazi ya Bwana, huwezi kufanya lolote lile la kumpendeza Mungu. Mungu anataka niwe hivyo. Sasa shetani, unawezaje kuniambia siwezi kuwa hivyo? Pambana katika fikra. Paulo mtume akasema, lakini nachelea yule nyoka asije akawaharibu fikra zenu. Asije akawaharibu fikra zenu. Kwamba yani mimi nafikiri naweza kupata nauli, unafikiri mimi kweli naweza kufanikiwa hapa mjini, mimi nafikiri tutahama tu hapa. Umekwisha shindwa katika mawazo. Pambana. Pambana. Unahama mjini unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda porini. Porini wamewekewa wanyama na ndege. Wewe huwezi kupata kazi. Sasa huwezi kupata kazi, Mungu amesema asiyefanya kazi na. Sasa Mungu ni mwongo aseme kwamba asiyefanya kazi na asile wakati kazi zenyewe haziko. Pambana katika fikra, come on. Pambana katika fikra.